Alikuwa anapika chakula bora zaidi mitaani. Mpaka walipojua siri yake. Hadithi ya kusisimua kutoka mitaa ya Kariakoo, Dar es Salaam. Kama umewahi kutembea Kariakoo, unajua jambo moja kwa hakika, chakula kiko kila kona. Kuanzia jua linapochomoza, mitaa hujaa harufu ya maandazi yanayochemka, samaki wa kikaangwa na ugali unaopikwa kwa mihayo. Mitaani, kina mama huuza vitumbua, mihogo ya kuchoma na wali wa nazi. Madereva wa bajaji wauza mitumba na hata maofisa wa benki hujibana kwenye meza za plastiki, wakishiriki supu ya pweza, wali na maharage au chipsi mayai. Lakini katikati ya msongamano wa Kariakoo, pembezoni mwa mtaa wa Swahili, kulikuwa na kibanda kimoja cha chakula kilichozungumzwa na kila mtu. Kibanda hicho hakikuwa kikubwa wala cha kuvutia. Kuta zake zilikuwa za mbao na paa la bati chakavu. Bango la kitambaa lilining'inia likisomeka, mama ntilie Rehema, chakula bora Kariakoo. Watu walifikiri ni mbwembwe tu. Kariakoo kuna mama ntilie wengi wanaojua kupika. Lakini tofauti ya mama Rehema ilikuwa kubwa sana. Wali wake ulikuwa mtamu ajabu. Supu yake ya kuku ilikuwa na harufu ya kuvutia hadi watu walipita na kurudi nyuma. Wengine walidai wali wa nazi wake ulivunja malaria. Wengine walidai waliokula supu yake waliweza kushinda na magonjwa yao. Ilikuwa ni kama dawa. Mama Rehema alikuwa mwanamke mnene, mwenye tabasamu la upole, sauti ya utulivu na macho yenye huruma. Hakuwahi kuonekana akikimbia. Alipika, alihudumu na aliwatendea wateja wake kama watoto wake. Lakini kulikuwa na jambo moja la kushangaza, hakuna aliyewahi kumwona akinunua mahitaji sokoni. Wauza chakula wengine walikwenda sokoni Kariakoo kila asubuhi, wakibishana juu ya bei ya nyanya na unga. Lakini mama Rehema hakuwahi kuonekana hata mara moja. Lakini chakula chake hakikuisha. Toka saa 1 asubuhi hadi saa 3 usiku, chakula kilikuwepo. Sufuria hazikuisha. Lakini cha ajabu zaidi, hakuna aliyewahi kumwona akipika. Ungeweza kusikia harufu ya kukaanga, kuchemka kwa mchuzi, lakini kila mtu alikuwa na kazi nyingi, hakuthubutu kuuliza maswali. Siku moja, kijana aitwaye Baraka alipata kazi kwa mama Rehema. Baraka alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa 3 chuo kikuu cha Dar es Salaam, akichukua masomo ya biashara. Baba yake alishafariki miaka mingi iliyopita. Mama yake alikuwa muuza mboga Buguruni. Baraka hakuwa na uwezo wa kulipa ada. Alipokuwa kwenye ukingo wa kufukuzwa chuo, akaambiwa kuwa mama Rehema alikuwa anatafuta msaidizi wa jioni. Baraka hakusita. Alifika jioni akiwa amevaa fulana ya zamani na jeans zilizochakaa. Alikutana na kijana mwingine aitwaye Saidi ambaye alimkaribisha kwa tabasamu. Karibu mzee. Huku ni kazi tu, hakuna kulala, Saidi alisema huku akimpa apron. Wateja walikuwa wengi. Baraka alijifunza kupeleka chakula, kuosha vyombo na kupokea pesa. Ilikuwa kazi ya haraka na ya kuchosha. Lakini Baraka alikuwa na jambo moja kichwani, kuokoa maisha yake kwa pesa za ada. Lakini jioni moja alipokuwa akisafisha meza, alisikia sauti kutoka jikoni. Ilikuwa si kelele za kawaida. Ilikuwa sauti ya mwanamke akiimba kimya kimya na sauti ya maji kama yanamwagwa. Baraka alimuuliza Saidi, nani bado anapika muda huu? Saidi alitabasamu kwa kutojiamini, kisha akasema, mama Rehema yuko jikoni. Lakini usiulize sana. Endelea tu na kazi. Baraka aligeukia mzee mmoja, mfanyakazi wa zamani aliyeitwa Babu Musa. Babu Musa, kuna nini humo jikoni usiku? Babu Musa alimtazama kwa macho ya tahadhari, kisha akasema kwa sauti ya chini, usiingie jikoni baada ya giza. Kamwe. Siku ilipita. Baraka alijikuta akiwaza tu kuhusu kile kilichokuwa jikoni. Alikosa usingizi. Aliona ndoto za sufuria zinazochemka na sauti ya mama Rehema ikinong'ona. Usiku mmoja alipokuwa peke yake, akaamua kuvunja sheria. Alisubiri kila mtu aondoke, akaigonga mlango wa jikoni taratibu. Mlango ukafunguka kwa kugugumia.
Harufu ya mafuta, pilipili na kitu kingine kilichonuka ajabu ikampiga puani. Ndani, kila kitu kilionekana kawaida: sufuria, vijiko, sahani. Lakini alipoangalia kaunta, aliona makopo makubwa ya chuma yakiwa yamejazwa maji ya njano yaliyokuwa na harufu mbaya. Alidhani ni mafuta, lakini texture haikuwa sahihi. Harufu ikazidi. Na hapo ndipo ukweli ulimpiga kama radi. Haikuwa mafuta. Ilikuwa mkojo. Mama Rehema alikuwa anapikia kwa mkojo wake mwenyewe. Baraka alikimbia kwa kasi hadi chumbani kwake Sinza. Hakurudi kazini kwa siku 3. Alikataa kula. Hata wali wa kawaida ulimshinda. Kila kitu kilimchefua. Lakini mwili wake ulianza kutetemeka, kichwa kilimuuma na tumbo lilipinda. Mwili wake ulikuwa unahitaji chakula cha Mama Rehema. Siku ya 5 alijikuta akiandika ujumbe kwa Saidi. Nitarudi kazini kesho. Aliporudi, Mama Rehema alimkaribisha kwa tabasamu. Karibu tena mwanangu. Nilijua utarudi. Na kwa huzuni, Baraka alijua alikuwa sahihi. Alikuwa amezoea au kufungwa. Safari ya uponyaji. Kwa msaada wa fundi wa mitishamba kutoka Kimbiji, Baraka aliambiwa ukweli wa kutisha. Umerogwa, mzee huyo alimwambia. Mkojo wa Mama Rehema umefungwa kwa uchawi. Ni sumu ya kiroho. Aliyekula anafungwa kimwili na kiakili. Baraka alibaki mdomo wazi. Nifanyeje? Aliuliza kwa sauti dhaifu. Lazima umfanye Mama Rehema ale chakula chake mwenyewe. Baraka alipigwa na butwaa. Lakini hajawahi kula chakula chake. Kamwe. Siku ya Jumamosi mchana, wakati mgahawa ukiwa umefurika, Baraka aliona chupa ya plastiki ya bluu aliyokuwa akiitumia Mama Rehema kunywa. Hakuwahi kutumia glasi wala maji ya bomba. Alimfuata kwa utulivu, akafungua chupa haraka na kumimina kijiko kimoja cha supu kutoka kwenye sufuria, kisha kuifunga na kuiweka mahali pake. Muda ulipita. Watu walikula. Mama Rehema alihudumia. Kisha, kwa kawaida, akapandisha chupa mdomoni na kunywa. Mara moja alipotea. Watu walipiga kelele. Walikimbia. Wengine walilia. Wengine walishangaa. Mama Rehema yuko wapi? Mtu alipiga kelele. Yule si binadamu, mwingine alilia kwa hofu. Kwa wiki kadhaa, watu hawakuweza kula chakula kingine. Wali, maharage, hata waliopikwa na wake zao hawakuwa na ladha. Ilikuwa kama ndimi zao zimefungwa. Lakini taratibu, uchawi ulianza kuisha. Ladha ya chakula ikarudi. Watu wakaanza kula kawaida. Kibanda cha Mama Rehema kilibaki wazi. Hakuna aliyejua alikotokea wala alikoenda. Na hadi leo, watu wa Kariakoo hushangaa, je, alikuwa ni nani? Mafunzo ya hadithi. Usile kila kitu kinachonukia vizuri, si kila kinachoonekana kizuri ni salama. Udadisi unaweza kukuokoa au kukuangamiza. Baraka alitaka kujua ukweli na karibu apotee. Sio kila anayekuhudumia ana nia njema. Mama Rehema alionekana kama mama mwema, kumbe alikuwa na siri mbaya. Uraibu ni adui wa maisha. Wateja wake walikuwa wamezoea chakula cha uchawi hadi walishindwa kula chochote kingine. Mimi naitwa Maria. Kama umependa simulizi hii, naomba ulike video yangu na ukomenti pia, na kuomba usubscribe kwenye chaneli yangu. Asanteni. Je, umejifunza nini kutoka kwenye simulizi hii? Mimi naitwa Maria. Kama umependa simulizi hii, naomba usubscribe, ulike na ukomenti kwenye video yangu. Asanteni.